Hakika hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF. Tunasema sabasaba. Sisi bado tupo katika banda la ushirikiano kati ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma, yani PSSSF pamoja na NSSF. Wapo pamoja katika maonyesho haya ya mwaka huu, nasi tumekita kambi yetu hapa kuhakikisha tunakupa kile ambacho wanacho kwa mwaka huu. Kwa hiyo kwa leo tunajikita zaidi kwenye swala la uwekezaji. Tunafahamu kwamba PSSF wanafanya mambo mengi sana katika uwekezaji. Kumekuwa na viwanda mbalimbali, mfano tumeshuhudia kiwanda cha nyama, kiwanda cha bidhaa za ngozi, na leo nipo na afisa mwandamizi uwekezaji, atatuambia japo kwa kifupi lakini kwa picha kubwa kuhusiana na mafanikio yao waliyopata katika swala zima la uwekezaji. Kwanza nianze kwa kumpa hongera kwa maonyesho haya ya Jubilee, inaitwa Golden Jubilee. Asante sana ndugu mwandishi, na karibu sana kwenye banda letu la PSSF. Kama kawaida, PSSF imeshiriki tena kwa mara nyingine kwenye maonyesho ya Golden Jubilee ya miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba. Sisi kila mwaka tumekuwa tukishiriki maonyesho ya Sabasaba tukiwa na lengo moja, kuonyesha kile ambacho PSSF imekuwa kikifanya kwenye kuhudumia wanachama wetu pamoja na shughuli zetu mbalimbali ambazo tunazifanya upande wa mfuko. Sisi tunachokitaka kila mwanachama anapostaafu, anapoleta dai lake, tuweze kumlipa kwa wakati bila changamoto yoyote. Kwa hiyo kwa mfano kwenye mwaka wa fedha unaokuja tumesha baini tayari idadi ya wanachama wetu ambao wanategemea kustaafu ni takribani 8,000 kasoro hivi ambao watastaafu mwaka 2026 2027. Kwa hiyo mipango yetu yote tunaoifanya au kile kitengo chetu au cha mipango ambao kiko kwenye kurugenzi yetu ya uwekezaji tayari kimesha align au kimeweka utaratibu kuweza kuhakikisha hizo fedha ziko on time na watu watalipwa salama kwa wakati. Kwa hilo ndio eneo moja. Labda swala muhimu hapa, kwa nini kuna umuhimu wa uwekezaji ndani ya mfuko? Uwekezaji unafanyika ndani ya mfuko kwa sababu moja kuu kubwa. Kwanza, kuweza kuongeza thamani ya ile michango. Kama unavyofahamu, mwanachama anaingia akiwa kijana mdogo kabisa, akiwa na nguvu, akitumikia mwajiri, akitumikia serikali, lakini anategemewa kuondoka akiwa ni mtu mzima. Akiwa ni mtu mzima. Sasa ile hela yake ili kuiongezea thamani lazima tuiwekeze kwa wakati kuweza kuizalisha maradufu. Lakini pia akishaondoka anategemewa aendelee kulipwa pension ya kila mwezi mpaka atakapofariki. Kwa hiyo endapo tutakuwa tuwekezi hizi fedha kwenye maeneo sahihi yenye kuleta tija na faida kwa haraka, tunaweza tukapata changamoto kwenye hayo malipo, ambao ndio nikwambia ni jukumu kuu letu la 4, kulipa pensheni au mafao kwa wanachama. Pia ndugu mwandishi, katika uwekezaji wetu tunawekeza kwenye maeneo mbalimbali kutokana na namna ambavyo tunaangalia portfolio ya wanachama wetu. Tunawekeza kwenye amana, tunaita government security and bonds. Hizi ni maeneo ambayo yana uhakika zaidi kuleta faida kwa haraka sana. Huko almost karibia tuite 70% ya fedha zetu au ya asset zetu ziko huko. Hayo ni maeneo yenye tija ambayo yanaturudishia faida kwa haraka na yana usalama zaidi. Hapo tunafanya biashara na serikali moja kwa moja tukipitia benki kuu, na ndio huko sekta zote za fedha, idara za fedha zinawekeza huko, mabenki yote unayojua yanawekeza huko. Kwa hiyo tunaamini tutaendelea kuwa sustainable kwa muda mrefu. Lakini pia tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali ambayo inasaidia. Kuna miradi ya kimkakati inayosaidia kuendeleza ajira. Kwa mfano tuna viwanda, utakapofika hapo nje utavikuta. Tuna kiwanda cha tunaita viatu vya ngozi inayotoka Tanzania kutoka kwenye mifugo yetu, ng'ombe, mbuzi, kondoo na mifugo mingine. Tunatengeneza viatu vya kisasa vya grade A. Kiwanda chetu kinaitwa Karanga Leather Industry, kiko pale Karanga Moshi, kinatengeneza viatu vizuri, mabuti kwa ajili ya majeshi yetu. Ni usalama zaidi tunapoweza kuvalisha viatu majeshi yetu mbalimbali, polisi, askari, wanajeshi, jeshi la Tanzania. Wote tunalikaribisha majeshi yetu yaweze kufika pale Karanga, yaweze kuona bidhaa zetu na tuweze kufanya nao biashara kwa karibu zaidi. Pia Wool Hills kinapatikana pale Mvomero mjini Morogoro. Pale tunachinja
nyama ya ng'ombe, tunafanya packaging nzuri kwa ajili ya export, pia tunauza ndani ya nchi. Kwa hiyo tungekaribisha wale wafanyabiashara ambao wanapenda kuwa dealers kwenye eneo la nyama, wafike pale kwenye banda letu waweze kuona namna gani tunaweza tukafanya biashara kwa pamoja. Baada ya afisa mwandamizi uwekezaji PSSSF, yani mfuko wa hifadhi ya jamii, kwa watumishi wa umma kutueleza kwa kina namna ambavyo wamewekeza katika miradi yao mbalimbali, tumeamua kutembelea miradi hiyo ambayo inaonyeshwa katika maonyesho haya ya Sabasaba mwaka huu. Mojawapo wa miradi mikubwa ni kiwanda cha nyama cha Nguru, inaitwa Nguru Hills, na wao nyama hii imethibitishwa na ubora wa kimataifa kupitia shirika la viwango vya kimataifa la ISO, lakini pia ubora wa ndani na maanisha TBS imeweza kuidhinisha nyama hii ya kiwango bora kabisa. Ukiacha hayo, kwa imani kupitia BAKWATA hii imeidhinisha kwamba hii ni halali, na pamoja na Australia, ngoni ya Australia halali, hii nyama ni ya kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo baada ya kufika hapa tumepata nafasi ya kuzungumza na kijana ambaye amejipatia fursa ya ajira. Maoni yake anasemaje kuhusiana na matokeo ya uwepo wa kiwanda hiki cha nyama cha Nguru? Mimi kama mwajiriwa, vipo vingi ambavyo uwekezaji huu umenisaidia, ikiwa ni pamoja na kukuza taaluma yangu mimi kama dereva na mauzo kwa ujumla. Nimeweza kufahamiana na watu wengi katika mauzo na kujifunza vingi na kuweza kukuza pia taaluma yangu mimi kama dereva. Na kwa upande wa maisha kiujumla, of course ajira imenisaidia vitu vingi, ikiwa ni pamoja na kuweza kukidhi mahitaji yangu mbalimbali katika maisha na kuniinua pia kiuchumi. So uwekezaji huu umenisaidia sana katika kukuza uchumi wangu katika maisha. Na pia vijana wanaweza kunufaika na mradi huu ikiwa ni wanaweza wakaja wakachukua mzigo kwa bei ya jumla na wakaenda kuuza wao kwa bei ya rejareja kwa wateja wao wengine. Hiyo pia tunafanya na inaweza kuwasaidia sana vijana. Kwa nawakaribisha sana vijana, tuweze kufanya biashara pamoja, tuweze kufanya kazi pamoja. Karibuni sana vijana wenzangu. Na baada ya kutoka hapa pia tukapata nafasi ya kutembelea mradi mwingine ambao unaonyeshwa katika maonyesho haya. Ni mradi wa kiwanda cha bidhaa za ngozi cha Click kule Kilimanjaro. Fursa ya ajira tumeitazama imekaaje? Kwa upande wangu nimenufaika na ajira katika vitu vingi, ikiwemo kimaisha kama kusomesha. Pia Kilimanjaro International Laser ina handle sana vijana wake wanaofanya kazi katika hiyo kampuni, kiafya na kimazingira. Wanafuatilia na mazingira wanayoishi, kuyaboresha pia kwa ajili ya kupata nguvu kazi kwa upande wao. Ninanufaika katika vitu vingi, kwa hilo naweza nikahudumia hata jamii iliyonizunguka kupitia Kilimanjaro International Laser. Nashukuru pia PSCF kwa kutuunga mkono Kilimanjaro International Laser. Kupitia PSCF tumejulikana kwa ukubwa zaidi, na pia tunamshukuru Mama Samia kwa kutuunga mkono katika hili, kwa sababu kupitia yeye tumenufaika pia, watu wengi kututambua kupitia viatu walivyotuuhisha wakati tunafungua kiwanda, na watu wamenufaika kuja ukitafuta. Kila mtu mteja anakuja kusema tunataka kiatu kama cha mama alichonunua. Kwa kupitia mama tumeuza viatu vingi sana vya wanawake, ikiwemo na mikoba. Mikoba kama ile pale imependwa sana kupitia Mama Samia. Mama Samia alivyo appreciate kuwa mkoba ni mzuri, imependekeza hadi watu wengi wamekuja kutuunga Samia, hasa hapa Sabasaba tumeuza sana hii mikoba. Naam, baada ya kutoka Click kwenye kiwanda cha bidhaa za ngozi, mimi nimependa sana kwenye kiwanda cha nyama cha Nguru, na tumeona haiwezekani maonesho haya yaishe bila kufika kwenye jiko ambalo nyama ya kiwanda cha Nguru inafikishwa hapa na wateja wanaendelea kuenjoy katika msimu huu wa Sabasaba. Kwa hiyo tumekutana na mhusika wa hapa, anatuambia anaitwa nani na atatuambia kuhusiana na ubora wa nyama hizi. Nazungumza na nani? Unazungumza na Alois Gerard Masawe kutoka kiwanda cha Nguru Production. Kabisa. Hizi ni nyama. Kuna mbuzi za kwetu, kuna cuts tofauti. Hii ni short ribs, boneless iliyodiboniwa, ni mbavu iliyotolewa mifupa special kwa ajili ya kuchoma kwa wateja wetu. Hii hapa ni brisket, kidari cha ni mbuzi, ng'ombe. Huyu ni ng'ombe, tumekata kwa portion kidari kwa ajili ya kuchoma. Ni laini, ni safi na ni tamu. Tumeilelea wenyewe kutoka kiwandani, tumeiandaa, ni nzuri. Kwenye swala la fursa ya ajira, hii imekusaidiaje wewe kama ajira?
Mimi binafsi naishukuru sana Nguru na PCCF kwa sababu hata niliposimama hapa ni kwa ajili yao. Watoto wanashiba, napata ajira kama hivi, nachoma, kuna namna na nanufaika. Ukizingatia mimi ndo production kule, napata ndiko kwenye ajira sasa. PCCF na Nguru kwa ujumla. Nawashukuru sana na Watanzania wenzangu wenye fursa kama hizi sasa. Wajaribu kupunguka na wajaribu kuangalia sasa nyama yetu wanaipata kwa namna gani. Ni nyama yenye kiwango. Ni nyama kitanzania naweza kusema kuna anayofuatilia soko letu kwa nyama sasa. Iko nzuri sana. Wanaokuja kunaambia nini neno la mwisho kwenye Sabasaba hasa kwenye jiko lako hapa? Nakaribisha wateja wote wanaokuja Sabasaba wajisikie na wasije wakaondoka wakakubali kuondoka bila kuchukua bidhaa zetu. Zinapatikana mkoa wote. Naam, kama ambazo umeona tumekuwa tukiangalia bidhaa hii ya nyama kutoka kiwanda cha nyama cha Nguru Hills Ranch. Kiukweli nyama zao ni za tofauti kabisa na nyama zingine ambazo tumezoea. Kwa hiyo wewe mlaji wa nyama ukiwa katika maeneo haya viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, viwanja vya Sabasaba, fika hapo uweze kuenjoy msimu huu vizuri kabisa. Last tulikuwa hapa kwa ushawishi mkubwa na ufanisi wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF ndio umetuwezesha kufika hapa na kuona kile ambacho wanakifanya katika swala zima la uwekezaji. Kwa tukiangalia swala la uwekezaji. Hadi wakati mwingine.